Kama kuna mtu unampenda na unaogopa kwenda kumwambia, basi kuanzia leo usiogope tena. Kwani nitaenda kufundisha mbinu za kwenda kumwambia mtu unayempenda bila kuwa na hofu, na nitakuelezea hatua kwa hatua. Unajua changamoto kubwa ya watu wengi, wanaogopa kwenda kuwaambia watu wanaowapenda hisia zao kwa sababu ya hofu ya kukataliwa. Sasa leo nitaenda kufundisha mbinu rahisi ambazo ukizitumia unaweza kumwambia mtu hisia zako, lakini pia ukaondoa kabisa na hofu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa kupima hali ya hewa, yani the vibe check. Sasa hii ndio hatua ya kwanza kabisa ambayo sasa unatakiwa uzingatie, kwa sababu hapa sasa ndipo unaweza kuelewa kwamba huyu mtu nimwelezee hisia zangu au nisubiri kwanza. Na watu wengi wanakoseaga sana hapa. Yani kipindi ambacho anatakiwa ampe muda kwanza mtu atengeneze mahusiano, yeye anakuja kumwelezea mtu hata kabla hajatengeneza mahusiano mazuri. Sasa hapo wengi ndo wanakosea na wanajikuta wanamwelezea mtu hisia zao akiwa bado hajajiandaa kupokea hizo hisia. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kabisa lazima upime hali ya hewa. Kwa lugha rahisi ambayo tumeizoea sisi hata mitaani ni kupima maji, kwamba hebu ngoja niangalie kwanza kama huyu kweli ana mwelekeo au sio mwelekeo. Na mara nyingi wakati tunatumia sana hata maneno kwamba hebu ngoja niangalie kama anaelekea. Kwa hiyo hapa sasa ndo hatua ya kwanza, kwamba unaangalia sasa kwamba mwenzako anaelekea na yuko tayari kupokea hayo ambayo unaelekea kumwambia. Sasa kitu cha kwanza kabisa cha kuangalia katika kupima hali ya hewa, angalia uwekezaji wake. Kwenye uwekezaji wake tunaangalia muda. Anapenda kuzungumza na wewe, anapenda kutafuta, au wewe paka ndo umtafute, yani wewe ndo unajituma zaidi, kwa sababu mtu yote aliyevutiwa na wewe mara nyingi atapenda sana kutafuta, tenga sana muda wa kuwa pamoja na wewe. Lakini ukiona unamtafuta zaidi, hiyo inakuwa inaonyesha ishara bado hakuna muunganiko mkubwa wa mahusiano. Lakini pia angalia maswali anayokuuliza, maswali kuhusu wewe, maisha yako, siku yako imekuaje. Mara nyingi mtu yote aliyevutiwa na mtu fulani atapenda kujua zaidi kuhusu mtu huyo. Kwa hiyo angalia hivyo vitu, kwamba anawekezaje kwako muda, anapenda sana kujua wewe, kufahamu kuhusu wewe. Hiyo pia ni ishara nzuri. Kama anapendelea sana hivyo, ni ishara kwamba kuna mvuto wa kihisia ndani yake. Lakini jaribu gusagusa kihisia, inaitwa emotional probe. Sasa hii inakuaje? Ni pale ambapo unajaribu kutumia maneno kujaribu kuaksi ile hali ambayo unataka kuja kumwambia baadaye. Mfano, unaweza kumwambia mimi napenda sana unapocheka, nikiona unacheka najisikia vizuri sana. Sasa ukimwona naye anafurahi na anajibu kwa sifa nzuri, hiyo ni dalili ya kijani kwamba ni nzuri. Lakini ukiona anabadilisha mada, anaongelea vitu vingine na anaonyesha kuwazika, hiyo ni red flag, kwamba inaonyesha kwamba hapo unatakiwa umpe muda zaidi, bado hakuna muunganiko wa kihisia. Lakini pia tunaangalia kwenye lugha ya mwili. Kwa mfano ukiwa unaongea naye, angalia mwelekeo wake, anakuangalia wewe, kwa sababu mtu yote aliyevutiwa na mtu fulani kisaikolojia huwa lazima mwili wake, kwa sababu hiyo waga ni body language, lazima uelekee kule ambapo anaongea na yule mtu, na hiyo waga inamuongoza mtu kihisia bila hata kujua. Mwangalie mtu anapokuwa anaongea na wewe anaelekea wapi, anakuangalia wewe, ametizama upande wako au yuko busy na simu. Hiyo yote pia inaenda kukwambia kwamba huyu bado anatakiwa nimpe muda. Unakuta unaongea naye, labda unatembea babani, yeye yuko busy na simu. Lakini pia angalia macho yake, anakutazama zaidi kuliko rafiki wa kawaida, kwa sababu kisaikolojia mtu ambaye anampenda mtu fulani huwa anamtazama zaidi, kwa sababu kunakuwa na mvuto wa kihisia ndani yake, na mara nyingi anakuwa anapenda sana kumtazama mtu ambaye anampenda. Na hii waga ipo kisaikolojia kwamba sisi binadamu tukivutiwa na mtu fulani tunapenda sana kumtazama, na ndio maana mtu yote ambaye anakuvutia huwa unapenda kumwangalia, na ukiona kama anataka kuangalia unakopesha macho haraka, kwa sababu ile inakuwa ni nguvu ya hisia na kuongoza bila hata kujua. Kwa angalia jinsi anapokutazama, lakini pia angalia miguso ya kihisia. Inaweza kuwa labda kushika mkono, au mkiwa mnapishana jitahidi sana kuja kugusana na wewe, au kwa mfano anapenda kushika bega, lakini hii ni kwa wale watu ambao kidogo wameshazoeana sana. Angalia ile miguso ambayo anajitahidi kuifanya kwako. Inaweza kuwa midogo midogo, sio lazima hata kukumbatia, inaweza kuwa kushika bega, kushika mkono. Hivyo vitu pia vinaonyesha kwamba kuna muunganiko wa kihisia. Lakini sasa hapa uwe makini. Kwa mfano, ukiona anaendelea kuita bro au sister, na anaongelea watu ambao anawapenda yeye,
hiyo ni ishara kwamba unataka umpe muda zaidi na utengeneze kwanza mahusiano mazuri. Lakini ukiingia hapo ndipo sasa kwamba kuna msemo unasema umepima maji na maji yana kina kirefu. Kwa hiyo inabidi kwanza usubiri kama ni mto yale maji yapungue ndio upite. Lakini ukilazimisha pale utazama na maji yatakuchukua. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kabla ya kuelezea hisia zako, utakuwa upime kwanza hali ya hewa kwa kuangalia hivyo vitu ambavyo tumeviangalia. Na ukikurupuka hapo ndipo utakutana na majibu ambayo sio sahihi. Kwa kupima kwa hali ya hewa inakusaidia wewe kujua kwamba hapa niingie au nisubiri kwanza. Na ukipuuza hapa utajikuta unaingiza hisia zako sehemu ambazo mtu anakuwa hayuko tayari kuzisikiliza. Sasa mbinu ya pili ni kuchagua wakati na mahali sahihi. Sasa baada ya kuwa umeshapima hali ya hewa, umeona kabisa na yeye pia anakufurahia na umeona kabisa kwamba huyu yupo kwenye muunganiko mzuri wa kihisia na wewe, na kama tulivyojifunza anafurahia baadhi ya mambo yako, anakuuliza maswali, basi hatua ya pili ya muhimu kabisa ya kuzingatia ni kuchagua wakati sahihi na mahali sahihi. Kumbuka lengo ni kumfanya mwenzako ajisikie huru. Asionekane kama kuna mtu anataka kumlazimisha kufanya kitu fulani au kama kuna mtu anataka kumweka kwenye mtego fulani. Lengo ni kumfanya mwenzako ajisikie huru kwenye kile kitu ambacho unaenda kumwambia. Sasa kuna vitu vya kuzingatia katika kuchagua wakati sahihi na mahali sahihi. Jambo la kwanza kabisa ni kanuni ya macho kwa macho. Unajua watu wengi waga wanadharau hichi kitu, lakini wao kina nguvu sana. Unapoenda kumwambia mtu hisia zako, jitahidi sana mkutane naye. Na watu wengine wanakosea, unakuta unamwandikia mtu SMS ndefu. Kwanza ngoja nikwambie, sasa kwa wanawake, unapomuelezea kwa simu, sasa kwa SMS, inakuwa inaonekana kama hujiamini kwa kile unachokisema. Hem, chukua mfano, mtu anakuja anakuambia kitu huko anakuangalia machoni, na yule mtu ambaye anakutumia message, yule kuangalia machoni anaonekana kama anajiamini na yuko serious na kile kitu anachokisema. Kwa hiyo zingatia sana. Hata kama kwa mfano uko mbali, jitahidi upige simu, uongee naye kwa sauti, sio kwa message. Unakuta mtu anatuma message ndefu, hiyo inakuwa inaonyesha kwamba kwanza kile unachokisema hauna imani nacho. Na SMS mara nyingi huwa haina hisia, yani kwa sababu unapoelezea kwa sauti kuna vitu vingi utakuwa unaongea vinaonesha hisia na vitaleta mvuto zaidi. Kwa jitahidi kama unaweza kukutana naye, kutana naye, lakini kama hutaweza basi jitahidi umpigie kwa simu kwa sauti, kama ni voice call kwa WhatsApp au kwa call ya kawaida, usitume message ndefu. Lakini pia mazingira ya faragha isiyo na shari. Watu wengi wanakosea hapa, unakuta anampeleka sehemu ambayo inaonyesha kabisa kwamba ni ya mahaba, kwamba huyo mtu anamtaka. Unajua lengo hapa sio kumfanya mtu umuoneshe moja kwa moja kwanza mwanzoni kabla hujamtengeneza kihisia. Ukifanya vile mwenzako ataanza kujihami, ataona mbona kama huyo labda ananitaka au anataka kitu fulani. Ndio kwanza umtengeneze. Mpeke sehemu ya kawaida ambayo haina kelele sana au haionyeshi kwamba ni ya mahaba sana kupitiliza. Itakuwa hiyo kawaida, sehemu tulivu ambayo haina watu wengi. Inaweza kuwa labda sehemu za bichi, labda sehemu ambazo ni za hoteli ambazo hazina kelele nyingi. Na zingatia usimweke sehemu ambapo kuna kelele nyingi, kwa sababu kama ukitaka kumuelezea hisia zako utajikuta unaongea kwa sauti kubwa, na hiyo haitakuwa haina mvuto. Utajikuta unamwambia nakupenda kwa sauti kubwa ambayo baadaye sasa itaonekana na tafsiri mbaya, kwa sababu hisia huwa mara nyingi inaelezewa vizuri kwa sauti ambayo yenye utulivu. Sasa ukiongea kwa sauti kubwa, labda kwa mfano uko club au kuna muziki mkubwa, hauwezi kuongea naye vizuri. Kwa tafuta mazingira mazuri, inaweza kuwa muda ambao mnatembea jioni, kama labda ni majirani, au sehemu ambayo ni tulivu ambayo haina watu wengi, bichi au hoteli, sehemu yote ambayo mtakuwa na utulivu mzuri. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia, angalia ratiba yake. The schedule check. Sasa watu wengi wanakosea, anaelezea hisia zake kwa mtu akiwa hajajua ratiba yake. Jitahidi sana ujue ratiba ya mtu, kwa sababu unapojua ratiba ya mtu kwanza unakuwa umesamini muda wake. Mchukulia mfano, mfanyakazi siku Jumatatu unampigia asubuhi, unaanza kumuelezea masuala yako, labda mimi nakupenda au nivutiwa na, kwanza anakasirika kwa sababu anakuwa anaona kama unamchelewesha kwenda kazini. Kwa kama ni mfanyakazi, tafuta siku ambazo amepumzika, weekend. Kama ni mwanafunzi wa chuo, basi subiri muda ambao ametoka darasani amepumzika, kwa sababu ukimwelezea mtu ambao muda ambao anakuwa na mambo mengi au kuna kitu anakifanya, utajikuta hakujibu tena kwa hisia za kawaida, yani zile ambazo
ni za kufikiria na kujibu kwa hisia ambazo zinamuongoza kupitia na lile jambo analolifanya. Kwa hiyo utafuta muda sahihi wa mtu akiwa ametulia. Usiingize hisia zako kwa mtu ambaye alikuwa na pressure ya kufanya kitu fulani. Hapo utajikuta unapata majibu ambayo sio sahihi. Lakini tumia transition. Mkiwa umekaa sasa sehemu, jitahidi sana usiende moja kwa moja. Kwanza itamfanya mwenzio akose uhuru. Tumia kiunganishi lakini kwa ufupi. Unaweza kusema nimekuwa nikiwaza au nimekuwa nikifikiri sana, nitapataje muda kama huu ukaa na wewe ili nikwambie hichi kitu. Ndio namwambia hapo. Kwanza unapunguza kwanza ile hali ya yeye kukosa amani na anajisikia huru. Lakini pia unaweza kumwambia nimekuwa nikiwaza sana, nitapata lini muda mzuri wa kuzungumza na wewe na nikwambie hili jambo. Kwa hiyo hiyo inamfanya kwanza mwenzako pia na yeye awe huru yuko kwenda moja kwa moja. Kwa hiyo kuchagua wakati sahihi na mahali sahihi kwa mwanzoni ni kitu cha muhimu sana kwenye kwenda kumwambia mtu hisia zako. Ukipuuza pia hapa unaweza kujikuta mwenzako kabisa anaanza kujihami na wewe na mwisho wa siku anaweza kupa majibu tofauti. Kwa hiyo zingatia hivi vitu, ni vya muhimu sana pale unapoenda kumwambia mtu hisia zako. Sasa mbinu inayopata ni kuwa muwazi na elezea kwa ufupi. Sasa mazingira umeshaona yako sahihi na wakati uko sahihi ni kwenda kuelezea sasa hisia zako. Sasa hapa watu wengi pia waga wanakosea. Wanaelezea mambo mengi, kama mtu anamsimulia tamthilia au anaelezea hotuba fulani. Hapo unakuwa unakosea. Kwanza unamfanya mwenzako aanze kupata shinikizo ndani. Wewe unataka kuniambia nini? Au unataka kusema nini? Lakini ukielezea kwa ufupi, kwanza utakuwa unapunguza ule msongo wa hisia ndani yako, lakini pia utamfanya mwenzako pia ajihisi huru. Na utafiti unaonesha pale unapokuwa unaongea zile hisia zako mapema unapunguza hofu, lakini unapoendelea kuzificha ndipo hofu inaongezeka na unaweza ukashindwa kabisa hata kuelezea na ukajikuta hata unaelezea vitu ambavyo havieleweki. Kwa hiyo jitahidi sana usielezee maelezo mengi. Kwanza utaonekana hujiamini au una uhakika na yale unayosema. Elezea kwa ufupi na kwa wazi. Jambo la kuzingatia katika kuelezea kwa ufupi na kuwa wazi ni epuka kuzunguka mbuyu. Acha kuelezea mambo mengi kwamba nilipokuona kwenye gari tuko chuoni tunasoma au nilipokuona hapa unapika. Yani acha kuelezea mambo mengi ambayo hayana sababu, kwa sababu ukielezea mambo mengi utamfanya mwenzako apate shinikizo kama unataka kuelezea nini. Kumbe wewe unataka kuelezea hisia zako, na mfanye mwenzako ajihisi huru. Unapoelezea mambo mengi zaidi yanamfanya mwenzako asio kwenye hali ya uhuru. Kwa hiyo elezea kwa ufupi na kwa wazi. Mfano, unaweza kumwambia nimekuwa nikifurahia urafiki wetu kati yangu mimi na wewe, na nimegundua hisia zangu zimezidi kiwango cha urafiki. Kiukweli nakupenda. Unaona, ni kitu cha wazi lakini cha ufupi. Kuliko kwanza kumwelezea nimekuona uko kwenye daladala pale ulipokuwa unapita, ukakaa kwenye kiti, nikaanza kukuangalia, mwenzako atajikuta anaanza kukasirika au ataanza kuwaza ndani huyu anataka kusema nini. Na mara nyingi sasa kwa wanawake huwa wapendi maelezo mengi zaidi. Lakini tumia sentensi ya mimi, I statement. I statement inaonesha uhusika wako, yani kile ambacho unahisi wewe. Hata kisaikolojia unaposema kitu kuhusu mimi, maana yake inaonesha uhusika wako. Sio kile ambacho mtu anapaswa kufanya, ni kile ambacho wewe unahisi ambacho unatakiwa umwambie mtu afanye. Kwa mara nyingi tumia sentensi ambazo zinaonesha uhusika wako, yani I statement. Mfano, nimegundua kuwa na hisia kali zaidi kwako na ningependa tujaribu kuwa zaidi ya marafiki. Yani kiukweli nakupenda. Umeona, jitahidi kutumia uhusika wako, yani mfano wa kuonesha kwamba wewe ndio mhusika wa ile jambo. Usitumie kwa ujumla, yani sema wewe mwenyewe. Lakini pia unaweza kutumia mifano hii ya kauli za kumwambia huyo mtu kwa ufupi. Kwa mfano kama ni marafiki, unaweza kumwambia nimekuwa nikikufikiria sana siku hizi kuliko kawaida, sitaki kuficha ukweli, nimeanza kukupenda zaidi ya urafiki wa kawaida. Unaona? Au unaweza kumwambia mtu, kwa mfano mnautani naye, unaweza kumwambia kiukweli nimejikuta siku hizi unanichanganya sana akili kuliko kawaida, sitaki kuficha ukweli, kiukweli nakupenda. Umeona? Yani ni sentensi inakuwa ufupi lakini inaeleweka. Lakini pia lugha ya mwili na maneno ni muhimu sana unapoongea na mtu. Unapoongea na mtu hisia zako muangalie machoni, yatengeneza uaminifu, yani trust. Lakini unapoangalia pembeni inaonekana kama unachoongea hakina uhakika. Lakini kama una hofu sana au
unaona kama kuna kitu kinakusukuma labda inakufanya ukose amani, unaweza ukavuta kwanza pumzi ili upate hali ya kutulia. Usiongee kwa haraka, kwa sababu unapoongea kwa haraka utaonekana yale unayoyaongea una uhakika nayo, lakini pia utaonekana una hofu. Na ukishakuwa hivyo, basi hata yule ambaye unaenda kumwambia ataona kwamba huna utulivu na hayo unayosema huna uhakika nayo, yani umekurupuka. Lakini pia unapozungumza unaweza kuweka tabasamu kidogo. Tabasamu inatoa ishara kwenye ubongo wa wewe mtu unayozungumza naye kwamba ni mambo ya amani au ni ya furaha. Lakini ukiwa unaongea umekunja sura, inaonyesha kwamba vile vitu unavyoongea yani ni vitu ambavyo si vizuri vya kufurahia. Lakini unapokuwa unaonyesha tabasamu kidogo, unaweza ukatabasamu sio kwa sana, lakini kwa kawaida kidogo, inaonyesha kwamba ni mazungumzo ya amani na ya mvutio, na hapo itamfanya mtu unayezungumza naye afurahi zaidi. Kwa hiyo jitahidi sana. Hiyo hofu ya kuchelewa kuzungumza hisia zako ndio inakufanya baadaye sasa ushindwe kabisa hata kuelezea hisia zako. Kwa hiyo jitahidi sana uelezee kwa ufupi, lakini usiogope kuanza, kwa sababu unapoanza ndio unakuwa umepunguza kabisa hofu, na utajikuta umeelezea hisia zako kwa haraka bila kuwa na wasiwasi wote. Sasa baada ya kuelezea hisia zako, hatua inayofuata ni kuondoa shinikizo, yani remove the pressure. Sasa hapa ndipo huwa mtu anaonekana kama ana ukomavu wa akili, kwa sababu pale unapomwelezea mtu hisia zako na akatoa majibu, pale sasa mtu ndo anapimwa sasa kuonekana kama ana ukomavu wa akili na ni muelewa. Na hapa watu wengi ndio wanakosea, unakuta ana react tofauti. Sasa kuna vitu vya msingi vya kufanya ili uonekane kuwa una ukomavu wa akili, lakini pia uonekane pia unajiamini, kwa sababu namna unapomjibu mtu ndivyo utaonekana unajiamini na umekomaa kiakili. Sasa unajua hofu mara nyingi inayotokea baada ya mtu kumwelezea hisia zako kwa yule mtu ambaye unamwambia, mara nyingi huwa ni hofu ya kwanza kupoteza rafiki, kwa sababu anawaza kwamba nikisema hapana naweza nikapoteza mtu sahihi. Lakini pia hofu nyingine ambayo inatokea ni ile hofu ya kujibu hapo kwa hapo. Unajua sio watu wote waga wanachakata hisia zao au kutoa majibu kwa haraka. Sasa hiyo ndio waga inamfanya mtu kupata hofu kwamba nikijibu sasa hivi itakuwaje, na nikisema hapana huyu naweza nikampoteza. Kwa hiyo ndio waga inaleta hofu kwa yule mtu ambaye umemwambia hisia zako. Sasa kuna namna ya kumsaidia mwenzako ili ajisikie salama na kuondoa ile pressure. Cha kwanza kabisa, mpe mlango wa kutokea, the exit door. Unapomwelezea hisia zako na ukaona haendani na vile ambavyo wewe unahitaji, unatakiwa umfanye ajisikie salama ili aondokane na pressure. Unaweza kumwambia nitaka ufahamu ukweli wa hisia zangu, lakini sina hitaji la kushinikiza sasa hivi unipe majibu. Unaweza ukakaa ukafikiria ukaja ukanijibu. Hiyo inamfanya kwanza kuone umekomaa kiakili na unajiamini. Sio kuanza kushinikiza baba niambie sasa hivi. Ile huwa ina matokeo, lakini muda mwingi inaweza kuletea matokeo mabaya, kwa sababu anaweza kujibu kwa kupanic akasema hapana. Lakini unapomwambia sina shinikizo la kukwambia uniambie sasa hivi hilo jibu au nijibu sasa hivi, naweza kukupa muda wa kufikiria, ukiwa tayari utaniambia. Kwanza anakuona kwamba umekomaa kiakili na unajiamini kile ambacho unasema. Lakini pia samini urafiki wenu kwanza. Kama mko marafiki wazuri, unaweza kumwambia ningependa kama utakuwa huru ama hata ujisikii hivi ambavyo nimekuelezea hisia zangu, ningependa tuendelee kuwa marafiki kama utakuwa huru. Kwanza itamuondolea ile hofu ya kuwa na pressure kwamba atakupoteza au atajisikia vibaya kutokuwa karibu na wewe baadaye. Kama akisema hapana, inamfanya ajisikie vizuri. Lakini mpe muda wa kutafakari, yani space of thinking. Unajua sio wote waga wana process hisia zao kwa haraka, na unapomlazimisha mtu process hisia zake kwa haraka, utajikuta anakujibu majibu ya haraka ambayo sio mazuri. Kwa kupanic anaweza kukwambia hapana. Lakini unapompa muda mtu, unampa nafasi ya kufikiri na kukupa majibu mazuri zaidi. Jitahidi umpe muda mtu wa kufikiria. Unapomharakisha au kumharasi, anaweza kukupa majibu ya kupanic. Na mara nyingi mtu anayekujibu kwa haraka hawezi kujibu kwa hisia nzuri, atakujibu kwa hisia za kupanic au kushurutishwa. Sasa zitakuwa sio nzuri. Lakini pia kwenye majibu unaposema ninaelewa unavyojihisi hivyo, inaonekana umekomaa kiakili na unaheshimu maamuzi yake. Au kumwambia siko tayari kushinikiza sasa hivi, unijibu sasa hivi, inaonekana kwamba unajiamini kwa kile unachokisema na hauna haraka ya kumshinikiza afanye maamuzi. Lakini pia ukimwambia nilikuwa napenda ujue
hisia zangu na niwe mkweli kwako, inamfanya mwenzio akuone wewe ni mkweli. Kwa hiyo unapomwelezea mtu hisia zako, jitahidi pia kumuondolea ile hali ya kuwa na shinikizo, yani kuwa na pressure, na mfanye mwenzako ajihisi huru kwa kumtengenezea mazingira mazuri. Hapo kwanza atakuona umekomaa kiakili na atakuona kwamba wewe una shinikizo la kumtaka yeye ajibu hapo kwa hapo, na utadumisha mahusiano mazuri na huyo mtu. Sasa hatua ya mwisho ni jiandae kwa majibu mawili. Sasa hii ndo aga mbinu ya kishujaa na ndo mbinu ya mwisho kabisa kwenye kumwelezea mtu hisia zako, kwa sababu pale sasa ndo unapokea majibu. Sasa watu wengi ndo aga wanaogopa kuwaelezea watu hisia zao kwa sababu ya hofu ya kukataliwa, na wengi wanaogopa kuwaambia watu vile wanavyohisi kwa sababu wanawaza jibu la hapana. Lakini mtu akiwa amejiandaa kisaikolojia kwa majibu yote mawili, tayari anakuwa na uhuru wa kutokuongozwa na yale majibu, basi atakuwa na uhuru wa kuongoza yale maamuzi ambayo yatakuja kutokea. Lakini ukiwa umetegemea tu jibu moja, hapo sasa unaweza kuathirika kisaikolojia. Kwa hiyo jiandae kwa majibu yote mawili, kwa sababu si kila mtu atakufurahia. Ni kama wewe mwenyewe pia huwezi kumfurahia kila mtu, na yeye pia naye ana uhuru wa kufanya hivyo. Sasa kwa mfano akisema ndio, hiyo ni the green light, kwamba ni majibu mazuri, kwa nitakuwa ufurahie, basi muendelee na mahusiano yenu. Lakini akisema hapana, usionekane kukasirika. Unaweza kumwambia nashukuru kwa kuwa mkweli kwangu na nilitaka tu uelewe hisia zangu na ninaheshimu maamuzi yako. Kwanza utaonekana umekomaa kiakili na utaonekana unajielewa. Lakini akisema sijui au nahitaji muda, mpe muda, na unapompa mtu muda usianze kumsumbua tu kila saa, mbona hujanijibu? Hiyo inakuwa inaonekana kama unamshindikiza, na mara nyingi utakuja kupata majibu ambayo sio sahihi. Lakini ukimpa mtu muda, ukaendelea na shughuli zako zingine, ukao mtafuti ugusio mada, kwanza italeta mvuto zaidi, na yule mtu atakuwa anaona kwamba huyu mtu ni wa thamani. Lakini ukianza kumsumbua, kwanza ataona kama unamganda sana, na ataona kwamba kile kitu kama unakihitaji kwa shinikizo zaidi, yani akiongozi na hisia zako kutoka moyoni, yani kwamba kuna lengo lako maalum unalotaka. Lakini ukionekana kwamba unaheshimu pia hisia zake, unaheshimu maamuzi yake, yeye italeta mvuto zaidi kwa yule mtu ambaye umemwelezea hisia zako. Kwa hiyo mpe mtu muda na usianze kumsumbua, yeye itaonekana kwamba umekomaa kiakili na unaufahamu na unauelewa. Kwa majibu yote waga yapo sawa. Lakini jambo la kuzingatia, mtu anapokuambia hapana, sio kwamba wewe hauna thamani. Una thamani, na huyo mtu tu hajapendezwa na wewe. Na hii ndo mwanzo kwanza inakusaidia unapokuwa unajitahidi kuongea na mtu hisia zako, inakutengenezea ujasiri, kwa sababu kuna mwingine anakusubiria wewe ukamwelezee hizo hisia zako, kwa sababu duniani kuna watu zaidi ya bilioni. Kwa hiyo kuna mmoja amesema hapana, basi hiyo inakupa njia ya kwenda kwa mtu mwingine kumwelezea hisia zako. Usijizalau ukajiona huna thamani. Hapana, sio kila mtu atakufurahia na atakubaliana na wewe. Kama wewe ambavyo huwezi kukubaliana na kila mtu, basi na yeye ana uhuru wa kuamua nani wa kuwa naye. Kwa hiyo kubaliana na majibu yote ambayo yanakuja, na usianze kureact tofauti kama mtu akisema hapana. Majibu sahihi yanapokuja, kwa umejiandaa kisaikolojia kwamba kuna kubali au kukataliwa, basi hapo utakuwa umeweka maamuzi yako katika upande mzuri, na utakuwa na mahusiano mazuri na watu wote ambao wanakuzunguka, kwa sababu unakuwa hujaweka kwenye upande mmoja kwamba mimi mpaka huyu anijibu ndio. Kwa hii ndo njia nzuri kabisa ya kumfanya mtu kuwa na maamuzi sahihi, kwa sababu hapa ndio mwisho sasa mtu anaweza kutoa hitimisho kwamba amekubaliwa au hajakubaliwa. Na cha kuzingatia, unapompa muda mtu usimsumbue. Unapoendelea kumsumbua, kwanza ule mtu ataendelea naye kufanya vile, kwa sababu kisaikolojia si binadamu tunapenda kuonekana ni wa thamani zaidi kwa watu. Kwa hiyo ukiendelea kumsumbua zaidi, kwanza atashusha thamani yako, lakini pia itaonekana kama unamshinikiza kufanya jambo fulani. Mpe muda vizuri, unaweza kuwa msalimia, mkao unaendelea kuongea mambo mengine, ukawa unamkumbusha baada ya muda, ili isionekane kama una muintimidate katika jambo hilo. Hebu niambie katika comment ni sehemu gani ambayo umejifunza zaidi, lakini kama kuna sehemu pia hujaelewa, unaweza uka-comment sehemu ya comment section na mimi nitakufanulia vizuri. Mimi naitwa Elikhan Mtz, usahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine ili pia na wenyewe wajifunze. Asante kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bye bye na uwe na siku njema.